Naam, hii ni Zaki Kiswahili ya Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Msikilizaji, natumai kuwa uko muheri wa afya hapo nyumbani ulipo, na hiyo inanipatia nguvu na fursa ya kukuletea taarifa zetu za habari za kila siku. Kama geti nilivyokujuza katika taarifa iliyopita kuwa tutakutana tena kwa ajili ya kuwajuza mengi zaidi yanayoendelea huko mashariki mwa DRC. Tuanzie na habari zisemazo kuwa kule katika jimbo la Kivu ya Kaskazini ndani ya tarafa la Walikale, zaidi ya wanajeshi 35 wa kundi la waasi wa M23 wamejiunga kwenye jeshi la taifa FARDC siku ya 5 ya wiki tunayo tariki 7 Novemba 2025 katika tarafa la Walikale, jimbo la Kivu ya Kaskazini. Kwa jambo hilo, mashirika ya kiraia yamepongeza vikali hatua hiyo. Katika mazungumzo na Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, moja kati ya wanaharakati wa shirika la raia MSCO amesema ni jambo la kufurahisha kuona wanajeshi hao wa M23 wanajiunga kwenye jeshi la taifa FARDC, huku mashirika ya kiraia yakiomba kwa wengine wanajeshi wa M23 kuiga mfano huo. Ndani ya teritwari ya Walikale kwa siku ya leo ambazo tunaishi, ni kuwa na moyo wa shukrani na tuna encourage kabisa wanajeshi wa taifa ambao walioshikwa mateka huko Goma, Bukavu na kando na vijana wa Kikongomani wote ambao walishikwa mateka na wauni wa M23, sababu ndani mwao wamerudisha dhamiri safi ya kujua kwamba wao ni watoto wa nchi, wanajeshi wa nchi, ingalawa walishikwa mateka. Tunawashukuru sababu kabisa kwa sasa tunaona wana wengi kati yao wanakuwa wenye kutoka kwa mikono ya waasi wa M23 na kujiunga na jeshi la taifa na kujiunga na grupe ya VDP zaidi yenye kuongozwa na kiongozi Lieutenant General Mwisa Ishimirai Gido, sababu kwa sasa ni zaidi ya watu 40 ambao majeshi 40 ambao wamekwisha kushiripoti kutoka mikononi mwa M23 na kujiunga kwa kigundi ya VDP na wengine kwenye kigundi ya jeshi la taifa. Na kulingana na hiyo, kwa sababu kila leo wanakuwa wenye kujiunga, turu ya kwanza walijiunga jeshi 27, wakajiunga tena jeshi 15, na kwa sasa tena walijiunga jeshi 12, na wengine wako na jiunga 2, 3 na kadhalika. Lakini tunasema kwa idadi kwa leo ya majeshi wanaojiunga kutoka kwa mikono ya waasi ni zaidi ya 40. Nasema vizuri zaidi, na hao wanapojiunga wanatoka kwa mikono ya waasi wanafika kwa mikono ya VDP inayoongozwa na General Ishimirai Gido. Huyu anawachukua na kuwaleta kwa mikono ya jeshi la taifa. Hiyo jambo tunakuwa tukiyashukuru sana, kwa sababu vile vile naye kama vile mwananchi anajua ni lazima awapokee ndugu zake na kuwarudisha tena kwa njia iliyo nzuri. Pamoja na hiyo, tunaalika wale wengine ambao wangaliki mikononi mwa waasi kama vile muungano ya shirika la raia MSCO ndani ya teritoria ya Walikale nao kuja kujiunga na jeshi la taifa ama kurudi katika jeshi lao la taifa, sababu hata siku moja rebellion hayawezaka bado kukonkerire nchi, na hata kuja na nguvu gani mwisho yake ni kushinda, sababu jeshi la taifa ni jeshi la taifa, lina nguvu zaidi. Hata rebellion kuye kunjia gani, kwa mwisho yake ni kushindwa. Ni kwa hiyo bwana journalist, kabisa tunakuwa na moyo wa shukrani kwa hawa vijana ambao wamerudisha dhamiri safi. Na kule katika tarafa la Fizi sasa ni kwamba ukimya umetanda kwenye eneo zote za vita kwenye nyanja za juu, na hivyo kufanya hali ya usalama pia kuwa tulivu kwenye kijiji cha Pwenzero siku ya 5 ya wiki tunayo sekta ya Tanganyika tarafani Fizi. Taarifa tunazo ni kwamba baada ya mapambano ya siku 4 mfululizo kati ya FARDC pamoja na wazalendo dhidi ya waasi wa M23, na hivyo kupelekea raia wa Pwenzero kulala mafichoni. Hata hivyo, hali ya utulivu imeonekana kama anavyohakikisha hapa moja kati ya raia wa Pwenzero tuliyozungumza naye kunako line ya simu na aliyehifadhi jina lake. Kama maeneo ya Pwenzero na kando naona kama adui kabisa ameuteka mji kabisa, watu wetu ni pale anasimamia, manake raia ingai tu inabaki hapa tu Pwenzero. Ni zile kabisa bilalo mbili Ngezi tuwe ile iko mikono ya adui. Mimi najua kama wameteka fasi 3, wameteka bilalo mbili na Ngezi na tuwe pale kabisa eneo adui ndio mwekuwa pale, manake pale raia inahatarika
na imoya inakamatiwa mateka na kuuawa ovyo sana. Hali hapa ni tulivu kidogo, lakini watu wako porini, watu wote ni porini kabisa, ni wanaume wamoja njoo wanaikala kumwingine, lakini wanamke, watoto wote ni porini kabisa, wanapigwa na mvula, hawana hema, hawana chochote cha kuwasaidia. Serikali ingefanya nguvu kusudi wale watu wapate kutoka mwayo mateso kabisa. Tuliona sehemu za Mtunda huko karibu na sisi, masase zinaanza lia pale, ndio maana watu walikimbia, na hapo tuwe na Pwenzero saa vile ya saa moja tu kwa Mgulu, ndio maana walihofia usalama. Watu kabisa waishi muhali za mzuri, watu wako porini, nafika kwa mchi kwa kutembea tu, lakini wanalala porini, wananyeshewa na mvula. Make ni vitu ya hatari, hakuna bashe, ni kitu fulani vile kabisa. Uongozi wa FARDC huko hapa na wazalendo wanatuambia eti tusubiri kidogo, labda serikali itatumika kazi. Ile tunasubiri kabisa, kama watu wanasimama kidogo kwa ajili ya ile neno njoo wanajitumainia. Watu wanatembea kabisa hizi sehemu za nyuma yetu na Kiele, Kanguli, Mulima, pa kushuka Mkela, njia iko huru kabisa kwa wazi, lakini huku mbele tuwe njoo kwenye hakuwezi naye tena ingia population, sababu adui ameisha kuwa pale. Leo kulikuwa ukimya kabisa, ngambo na ngambo wanaangaliana macho kwa macho, lakini hakukutoka hata risasi moja. Na kule Kamituga ni kwamba mashirika ya kiraia yanataja kupongeza hatua iliyochukuliwa na Baraza la Usalama la kutaka makundi yote ya wazalendo kuondoka Kamituga na kubaki kwenye eneo za vita na sio kushinda na zurura na silaha mkononi mjini humo. Kwake Wisoba wa Kilongo Fiston, mratibu wa shirika la raia lenye kuhusika na haki za binadamu BDH, ameanza kwanza kutoa picha juu ya hali ya sasa ya usalama maeneo ya Kamituga. Kwa sasa hali ya usalama ndani ya mji wa Kamituga na tarafani Mwenga shwari kidogo, naweza kusema hivyo, shwari kidogo, kwa msaada ya jeshi la taifa FARDC, msaada ya wazalendo na kwa msaada ya trupe Burundi ambayo njia ndani Mwenga na jijini Kamituga. Uongozi wa mji wa Kamituga, maire de la ville, hatua gani kabisa amechukua kwa ajili ya kuhakikisha kwamba usalama umerudia kabisa pale Kamituga? Meya wa mji kufatana na vikao mbalimbali ya usalama ambayo umefanyika ndani ya jiji ya Kamituga na wanamemba wa baraza ya usalama, imesemekana kama itakuwa vizuri kama wazalendo wote waache jiji ya Kamituga libre na wajielekeze kule kufront, kule kunako mapambano, na watu ambao watabakia kuhusika na usalama wa jiji watakuwa FARDC na polisi, lakini wazalendo wote wajielekeze kunako mapambano, kwa sababu utafahamu bwana mwariri, huko deja maarme mingi incontrole yenye iko inazunguruka muvile na mteritori ya Mwenga. Mwisho amepongeza hatua hiyo ya kuondoa wazalendo eneo la Kamituga. Wisoba wa Kilongo Fiston arejea tena. Hizi bote bale wezi wote ambao walikuwa wakishikilia silaha, walikuwa wakiiba na silaha, wanaprofite mwa hii periode yenye bazalendo bako na maarme. Hata mwizi anaweza onekana watu wanamwazia ni mzalendo, kumbi ni mwizi. Na ilikuwa ikoonekana watu kuingiliwa manyumba hapa jijini Kamituga. Hata mimi nilikuwa victime, nilikuja kutembelewa na watu wenye kumiliki silaha wakipenda kujipeneza ndani ya nyumba yangu, lakini Mungu alisaidia na watu wa vyombo vya usalama walikuja kuniokoa kwa wakati. Ndio ile tunafanya ile decision ya maire de la ville kusema kama bazalendo yote na maarme zote, nyaiko ya polisi, nyaiko ya FARDC, nyaiko ya trupe Burundi yenye ilikuwa kusekurire FARDC isionekane kutembea kiolela
ndani ya jiji ya Kamituga. Tunawaza itakuwa execute paske hakuna mtu iko juu ya sheria, na utakubali bwana mwariri kama decision ya conseil de sécurité iko yulu hata ya president wa conseil de sécurité. Alors tungiomba ama tungisi wenzetu wa wazalendo walisha tetea inchi na wako na tetea inchi, haitakuwa vizuri wagae tena matope ama watu ambao wanaweza kuziinfiltrate kujina yabo ukia kubachafula ukia kuamprofite juu yabo ukuwa sababu wanapili decision. Maana tutabalomba aishimie decision parce que baliziangaje ni juu sauver inchi, na kusauver inchi abate sauver huku naende sauver kule kufro. Na kule katika mji wa Baraka ni kwamba mvua ilionyesha usiku wa kuamkia Ijumaa hii imesababisha maafa mengi, hasa nyumba nyingi ambazo zimebomoka ndani ya Avenue Rumangabo katika kata la Kalingaside mjini Baraka. Katika pitapita za waandishi habari wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, wameongea na baadhi ya waathirika wa maji hayo ya mvua. Wameonesha kuwa mrija mkubwa uliowekwa na shirika la Emo pembeni ya antene ya Orange kwenye barabara ya taifa namba 5 ndiyo sababu tosha ya maafa hayo. Gisi vule ilianza na 4 na mpaka hivi atukula na mpaka hivi gisi ndio nakwambia hapa, hata kukula saa hivi si yakula na mawazo. Na tena vula inataanza tena na nyumba zinabomoka. Mie maaki hivi sina hata kwa kulalia. Vyote vinaroana. Nyumba ilivunjika na tunalomba msaada, serikali itusaidie. Serikali ikitujengee mfereji nini tutatiza sana. Juu sasa wenyewe wana kitu wajani tuko nalia. Njoo vile. Ile mfereji yenyewe itakuwa kule kubarabara kule. Njoo iko na maafa na hivi tena vula inataza tutahangaika tena sana. Sie kilichotupata hapa ni shida sana. Yaani tumepata shida kufuatana na erosion ya maji yalitukumba hapa. Ile mfereji ilitiliwa kule, yani ile bize ilitiliwa kule. Okay, kilichosababisha zaidi ni yale maji ya kutoka kule kwa ile mfereji iliyotiliwa kule kwa barabara. Yani emplacement ya ile mfereji ndio walitia, tunawaencourage mkazi yao sawa. Shukrani, lakini kwa kosa walifanya ni kutia ile bize pale, kutokuangalia kwenye mai itaenda wapi wala itatembea hai. Ndio maji yameharibu sana nyumbani kwangu, na nyumba zaidi imebakia na makaswire kwa babu yangu, yani mzaa baba yangu. Nyumba zote 4 zote zimevunjika. Hivi kwa leo sasa hivi nimepoteza viti 4, nimepoteza viungu na nguo na baadhi ya nguo, yani uniform za watoto zote zimepotea kufuatana na maji, zimeenda na maji. Na labda ujumbe naweza nikatoa kwa serikali kufuatana na kosa walioyafanya. Hiyo kosa wamefanya ni kosa kubwa sana. Jua nakumbuka siku za nyuma wakati Mbocho Hussein alikuwa pale, aliangalia plasma ya maji pale na tati ya maji, akahamisha bize. Kuhamisha bize akasema hii maji tena haina sehemu ya kwenda, hata tutie maji tuyahamishe sehemu fulani. Lakini kwa lawama ambao naiweka kwa saa hizi kwa ile association iliweka ile bize, walitumika kitu kutokuangalia kisi maji yatatembea. Hiyo tu ndo lawama, na sio mimi tu. Yaani waathirika ni wengi sana. Hapa kwetu Kalinga, Matata sasa usisemi. Yaani maji yanateremka hayajulikani kwenye ataenda. Ndio hapo serikali sasa tunaona wanatengeneza feregi, wanaweka bize, lakini hawakutengenezea maji kwenye ataenda. Be chumbula yatosangana sa yenda ya busuku tushibeki. Toungwa maki mamocho mauma maki cho wauma busuku. Wanenlome obyo. Ilasa ya chobo isangamboka yeto yose yakiola maki mpaka memono. Maki vimeanjingela mpaka machumba. Ibi twacholo polo na bange bato iyama ochabo nyumba. Na mpaka bino bitwasirika na bana twasebansengi tamba bito. Na longe bino mbula longe ya atwa tochike to oya oli ya sababisha bino byose byolele ele bize twalobe elwa jube tutwasango no semwa abino ono otomanda oshimo amaki lakini mashimo etema alunsuku ichanganela bize twalobe elwa alya iya tuma bechu twa omba na bana na chiminya bilato bya bana na chiminya mienda Ntushiyeke nsaki yose waya yaomba na maki betu mesaje tunoma toba lombochi betu bato wateleche bato olengena obanda na maki bakabole maki mala abele mamo maki mayemba la bala nenge kidogo ila vile moa ono ayenge ele ono lakini eno ekyanga bino maki mamo angela ekyongela emo maki ngete mayemo wa mwela bala ya serikali kumbe twailelela betu na inchi ba malenga twailelela
batoka boele make mala abele tutwa makini make makabule mala abele na mifele kitianyolo shiwa mifele kitianyolo shiwa wacho tobe ela bize akati wacho tobe ela bize tutoshe tunajianda ta ole nto na falanga matumba lebini babe abize tuchanjiko la mabwe masima bie enwe kyanga. Upande wake kiongozi wa mtaa huo wa Rumangabo Bwana Kasindi Tangazo ameomba kwa serikali kuangalia namna gani ya kufanya ili kuhakikisha maji yanapata na nafasi hiyo itaonesha kuwa serikali inajali raia wake. Tusikilize. Chenye nitaweza tangulia kusema ni kwamba mimi napongeza kazi iliyofanyika kwa mkuu wa kanisa la 3 la Kimalikia ambalo lilikamata mpango wa kujenga bizi katika barabara namba 5 ya kuzuia mai. Ilikuwa inaelekea ngambo moya, ikaonekana hapana haiwezi elekele ngambo, ili waielekeze ngambo inastahili kwenda ile mai, na hiyo ndio ilisababisha ile yote maafa ya siku ya leo, lakini ilikuwa haiko kabisa. Ndiyo ni hiyo bizo kabisa ndio inahatarisha watu wengi, na sio hii mtaa tu, hata mtaa mwingine inasababisha maafa mengi sana. Mimi napongeza kwanza serikali kwa hatua ambayo ilifanya kwa kujenga ile bizi, lakini kuna kosa kidogo ambalo walilifanya. Walijenga bizi, wanaelekeza maji, hawakutambua hii maji ambayo tunaelekeza inaenda wapi na yataishia wapi. Kufuatana na ile, tunaomba serikali ikumbuke raia wake ambao wanausurika juu ya hii mai ambayo imeshuka kwa hii mtaa kwa siku ya leo. Waangalie namna gani ambao wanaweza shirulika, ili waangalie gisi gani watanyorosha ili maji iende gisi inapashwa kwenda, kwa sababu maji ilisambaa, ilienda karibuni kila fasi. Hiyo njoo nitaweza sema kwa serikali ituangalie kabisa majukumu yake yote kwa raia, ili jisikie kwamba serikali inawajali. Msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, ni hapo ndipo natamatisha taarifa zetu za habari za siku ya leo. Msomaji ni Omari Makilele Uzila.